Mwakilishi wa jimbo la Kiwani ambaye pia ni makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah, amewaomba wafanyabiashara kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum, wakiwemo maskini, wajane, mayatima na watu wasiojiweza, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ili kuzidi kuzitangaza biashara zao na kupata fadhila zilizomo ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Nawaomba sana tuendelee kushirikiana katika jamii, lakini nawaomba Waislamu wote, kila mwenye uwezo kwa namna yoyote ile. Uwezo sio lazima kuwa na mamilioni. Kile kidogo ulicho nacho tumia na Muislamu mwenzako, lakini na kile ambacho unapewa, hichi ndio kitu chako ambacho utakikuta kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niwaombe wafanyabiashara wengine wachukue mfano huu wa ndugu yangu Bophad, ambao kwa kweli imekuwa ni kielelezo kwa Zanzibar na Tanzania katika kujitolea kwa wananchi. Sisi tunaendelea kushukuru na naamini dua za wananchi wote hawa ambao watapata iftari na wale ambao watapata siku nyingine kupitia kwake, kwa kweli itakuwa ni baraka kwa Mwenyezi Mungu, na basi na yeye hata akifanya ile biashara Mwenyezi Mungu anampa baraka kwa sababu amezielekeza kwa Mwenyezi Mungu. Kwa upande wake, mfanyabiashara Saidi Nasir Nasoro almaarufu Bophari ameshukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuendelea kumpatia ushirikiano, ambapo mwezi huu wa Ramadhani amepatiwa usafiri wa kusafirisha bidhaa mbalimbali ambazo atawakabidhi wananchi wa kisiwani Pemba, wakiwemo wananchi wa jimbo la Kiwani. Kwa hivyo tumefarajika na tumefurahi sana, na tumewaona watu wa Kiwani wamefurahi na hakuna mtu alokosa, na kama alivyosema 1152 na bado ziada tumetoa. Alhamdulillah, kila mtu kapata na kila kitu ni kizuri, tumefurahi. Na nakumbuka siku ya tarehe 17 nilikuwa na kilio kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, tukaomba usafiri, na alhamdulillah ndugu zangu au wenzangu wa kampuni Azam na kampuni ya Ikram wakanipa magari mpaka nikayaacha. Walinipa magari mpaka nikaacha, kwa sababu niliona kama nishachanganyikiwa vipi mizigo itakuja Pemba. Lakini nikaletewa gari 8 kutoka Ikram, nikaletewa Azam gari 4, na hivi leo ninavyowaambia kuna gari moja ya mwisho inapakia sasa hivi Zanzibar Azam kuja Pemba kwa ajili ya kesho. Bado tunaendelea, tukupo kama siku 6 hapa inshallah tukijaliwa, na tutakwenda vijiji vingi, labda vijiji 8 au 10 au 12. Kesho peke yake nafikiri tuna vijiji 4 au 5, na kesho kutwa mpaka siku ya Jumapili, Jumatatu inshallah kwa uwezo wa Mungu utakao wengine tena wasafiri waende zao. Namshukuru Mwenyezi Mungu kuwajalia hao waliotupa msaada. Mwenyezi Mungu awajalie kheri duniani na akhera. Mwenyezi Mungu awajalie wafanikiwe au tufanikiwe sote huku hapa duniani na kesho akhera, kwa msaada waliotuletea. Kwa kweli hii ni imani kubwa sana, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu atupe imani sote kwa jumla. Nashukuru kwa Mwenyezi Mungu kutujalia wanaotufanyia hivi. Mwenyezi Mungu awajalie alotuletea misaada kama haya, na mara nyingine wazidi kufanikiwa, tumpata hichi kidogo tupate zaidi ya hichi. Mwenyezi Mungu awajalie kheri, awazidishie baraka, na waondolee maradhi, aondolee mashari, awape kwa kula lilo la kheri. Masudi bin Ali, Jai Online TV, wema kwa vitendo. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.